Aya, assalamu alaikum mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji. Ninaamini kabisa ulishawahi kuyapitisha macho yako kuangalia filamu ya Bwana Yesu iliyoandaliwa na Wakristo kwa mujibu wa Biblia. Na kwa kuwa imani juu ya Bwana Yesu ina pande mbili, yani inamaanisha Wakristo wanamtambua Bwana Yesu kwa namna yao, Waislamu nao wanamtambua Bwana Yesu kwa namna yao. Leo ninakuleta katika ukurasa mpya kabisa, ukurasa ambao utakwenda kufundisha ni nani Bwana Yesu au Nabii Isa kwa mujibu wa historia na maandiko matukufu ya Kiislamu. Hapo zamani zaidi ya miaka 2000 na kitu iliyopita, katika mji wa Yerusalemu kupitia mwanamali bikira alikuwa akiitwa Maryam au wengine wanamuita Maria, aliweza kupata mtoto wa kiume katika hali ya maajabu kabisa. Inasemekana kwamba Maria alikuwa ameposwa na mtu anaitwa Yusufu, lakini kabla ya kuolewa na Yusufu, Mariamu alionekana kuwa ni mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani kwa mujibu wa Uislamu wanasema ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimtuma malaika Gabrieli akaenda kwa mwanamali bikira aliyokuwa akiitwa Maryam na kumpa bishara njema ya kuweza kupata mtoto wa kiume na kumuita Yesu au Isa. Kisha baada ya miezi 9 Maryam akajifungua mtoto wake mtukufu. Mtoto yule akakua katika hali ya miujiza na kufanya maajabu katika utoto wake. Hatimaye akafikisha umri wa miaka 30 kijana yule. Siku moja akiwa ameambatana mama yake mzazi kuelekea katika mlima wa Mizeituni, akifika akajikuta akipata hamu ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Isa akatamka maneno akimtaja na kumsifia na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hiko mara ghafla mbingu zikafunguka. Kwa macho yake Bwana Yesu au Nabii Isa akaona malaika wakishuka kutoka mbinguni wakiongozwa na malaika mkuu anaitwa Jibril au Gabriel. Baada ya malaika wale kushuka, basi malaika mkuu anaitwa Jibril akawasiliana na Nabii Isa kwa sauti na macho na kumwambia, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na historia ya Kiislamu inasema huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuanza kushuka kwa Injili.